Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma imeandika historia baada ya kushika nafasi ya 3 kati ya hospitali 450 kutoka nchi 60 duniani zinazotumia teknolojia ya kisasa ya vipandikizi vya vyuma katika matibabu ya mifupa mikubwa. Teknolojia hiyo imeleta mageuzi makubwa kwa kuwawezesha wagonjwa kuanza kutembea mapema na kurejea katika shughuli zao za kila siku. Akizungumza kuhusu mafanikio hayo, daktari bingwa wa magonjwa ya mifupa na kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, Dr. Baraka Mponda, amesema nafasi hiyo imetokana na takwimu za mtandao wa kimataifa wa watengenezaji wa vipandikizi vya mifupa. Ameeleza kuwa teknolojia hiyo imeongeza ubora wa huduma na kuifanya hospitali hiyo kuwa kituo muhimu cha rufaa kwa wakazi wa Dodoma na mikoa ya jirani. Kwa mfano kwenye pikipiki, abiria na mwendesha pikipiki, anayeumia sana ni abiria. Kwa elimu sio tu kwa wale wanaoendesha pikipiki, hata kwa abiria, ili aelewe anapopandishwa pikipiki amuombe dereva avae helmet. Akimuona dereva anaendesha na piga kona, badala ya kukaa na kuchati na simu huko alipobebwa, amwambie dereva, bwana, fuata sheria za barabarani, sasa hivi mbona kuna taa nyekundu unataka kupita. Kwa hiyo sisi tunashauri elimu iendelee kutolewa, sio kwa madereva wa bodaboda tu, kwa wananchi, kwa sababu wao ndio watumiaji wa bodaboda na wao ndio wanaokaa nyuma ya bodaboda. Hata ajali inapotokea, yeye hajui, bora hata boda anaweza kaona hapa ninakoenda naenda kugonga, yeye anakuwa ana namna ya kuruka na kujihami. Na pia tafiti zinaonyesha hivyo, wanaoumia sana ni abiria kuliko dereva wa boda. Kuonekana kwamba tulishawahi mwaka kama 2-3 tukaongoza kimataifa. Nikisema kimataifa, kuna kwa kushirikiana na serikali na wadau, tulifikiria kwenye idara ya mifupa, hasa kwenye ajali. Watu wengi wanashindwa kurudi kufanya kazi zao wanapoumia mifupa mirefu ya mwili. Mifupa mirefu kwa maana ya mfupa wa paja, mfupa huu wa kati ya goti na enka kwenye ugoko, na mfupa wa kati ya bega kushuka chini hapa kwenye kiwiko. Hii mifupa mirefu imekuwa, mtu akiumia sio rahisi kutembea kama ni huo wa mguuni na kurudi kazini. Kwa hiyo kwa kushirikiana na serikali na wadau, tukatafuta namna ambayo tunaweza tukawatibu hawa watu haraka, kwa sababu tumekuwa tukisoma vitabu vya nje, tunashirikiana na wenzetu walioko nje. Kuna vyuma vya kisasa ambavyo ukimwekea kama ni mguuni leo, kesho anatembea. Sasa siku za nyuma havikuwepo. Ilikuwa either mfunge POP au mawe, anavutwa kitandani, anafungiwa mawe, anakaa miezi 2 pale, au kuna vyuma vingine ambavyo vilikuwa vya kizamani unaweka, lakini unamwambia mtu usitembee. Kwa hiyo tukashirikiana, tukaanzisha huo utaratibu ambapo vyuma hivyo vinatumika kwenye nchi zaidi ya 60 duniani. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametaja maagizo aliyopewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kumwenzi aliyekuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu na muasisi wa Chadema marehemu Mzee Edwin Mtei. Dr. Mwigulu ameyataja maagizo hayo aliyopewa kwenye mazishi ya Mzee Mtei leo Januari 24, 2026 Tengeru jijini Arusha. Amesema kiongozi huyo mstaafu Mzee Mtei alitoa kipaumbele katika masuala muhimu ikiwemo uadilifu, kumcha Mungu na uchapakazi ambao ulimfanya kushika nyadhifa mbalimbali kitaifa na kimataifa. Kama tulivyosikia katika wasifu, Mzee Mtei alikuwa mojawapo wa watu wachache duniani ambaye alijaliwa vipawa, karama na fursa nyingi kupitia fikra zake, uongozi, kujituma na upendo kwa nchi yake. Endeleza. Kwa kutambua hilo, Mheshimiwa Rais alielekeza mimi mwenyewe nije kumwakilisha, lakini pia akasema kwa kuwa aliwahi kuwa gavana wa Benki Kuu, gavana wa Benki Kuu ashiriki katika kumsindikiza Mzee Mtei. Waziri wa Elimu kama mtoto wa nyumbani na yeye ashiriki, na leo hii tuko na Profesa Mkenda kuja kushiriki pia kama mtoto wa nyumbani. Mheshimiwa Rais akasema Mzee Mtei atakumbukwa katika msimamo wake, ujasiri wake
maono, uvumilivu na kupenda nchi na kupenda maendeleo. Katika habari za biashara, Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga ametoa taarifa kwa umma kuhusu utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100 za serikali ya awamu ya 6. Taarifa hiyo imetolewa leo Januari 24, 2026 katika ukumbi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo uliopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma. Katika maelezo yake, Waziri Kapinga amesema katika kipindi hicho klabu 9 za ujasiriamali zimeanzishwa katika shule mbalimbali, huku vijana 215 wa shule za sekondari wakipatiwa mafunzo ya ubunifu wa miradi midogo, uendelezaji wa mitaji na uanzishaji wa biashara ndogo ndogo. Ndani ya siku 100 tumetekeleza uanzishwaji wa programu maalumu za mitaa ya viwanda wilayani yenye kulenga kuzalisha ajira kwa Watanzania na kuongeza thamani za bidhaa za kilimo, mifugo, uvuvi, madini, misitu na uzalishaji wa vifaa vya ujenzi. Ndani ya siku 100 tayari maeneo kwenye wilaya zote yameshaainishwa na tumeshakamilisha hatua zote za kuanzisha kongani na mitaa ya viwanda ambayo itajikita kwenye kuongeza thamani na kuchochea ajira kwa vijana na Watanzania kwa ujumla. Na kwa hatua ya mwanzo, mikoa 11 tumeshaanza hatua za kuanza ujenzi na ukarabati wa miundombinu na unafanyika kwa awamu na tayari mikoa 4 imekamilika. Mikoa 11 ya mwanzo ni pamoja na Manyara, eneo la Magugu, Babati vijijini ambapo pale tunalenga kuongeza thamani kwenye zao la mpunga. Singida, Simsopa na Mtinko tunalenga kuongeza thamani kwenye bidhaa ya alizeti. Lakini Mbeya Rice Group, Mbeya mjini, zao ni la mpunga. Tutimisha na habari za kimataifa. Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni katika bunge la Senate nchini Marekani, Jim Risch, amesema kwamba angependa wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo kuanza upya uhusiano kati ya nchi hiyo na taifa la Uganda. Matamshi yake yametolewa siku chache baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni amerejea madarakani kwa awamu ya 7 baada ya kushinda kiti cha urais kwa 71% ya jumla ya kura zilizopigwa. Mpinzani wake wa karibu, kinara wa chama cha upinzani NUP, Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine, amekataa kukubali matokeo hayo baada ya kuibuka mshindi wa pili kwa kupata 20% jumla ya kura zilizopigwa. Kwa mujibu wa mbunge huyo wa Marekani, uchaguzi uliofanyika nchini Uganda ulikuwa shughuli ambayo haikuwa na ukamilifu. Ilikuwa ni njia tu ya kulazimisha kurejea kwa Museveni kwa awamu yake ya 7 na kuongeza hatamu yake ya uongozi kwa zaidi ya miongo 4. Rais Museveni amepokea jumbe za kumpongeza kutoka kwa viongozi wa kimataifa akiwepo Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye alimtakia kila laheri anaposubiri kulishwa kiapo cha kuhudumu katika muhula huu mpya. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya mtungini kwa siku hii ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Sendro.